Swahili ya BBC. Hujambo, mimi ni Karurobi. Natumai umeshinda salama msikilizaji, nami ni Martha Saranga. Tulionayo katika dira ya dunia. Mashambulizi yaliyofanywa na Iran yameharibu viwanda kadhaa vya nishati ya mafuta na gesi katika mataifa kadhaa ya Ghuba, huku Iran ikiapa kuendelea kufanya mashambulizi. Marekani na Israel tokea mwanzo wa vita hazikuwa zimejiandaa au hazikuwa zimetarajia kwamba Iran itaweza kuonyesha uhimilivu wa kuhimili vita hivi kwa muda huu sasa ambao umeshaingia katika wiki yake ya 3. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zimekubaliana kupunguza uhasama kati yao baada ya mazungumzo yaliyofanyika mjini Washington, Marekani. Benki ya Dunia imepiga marufuku kampuni ya PricewaterhouseCoopers kwa muda wa miezi 21 kutokana na vitendo vya ufisadi na udanganyifu. Wanautuma ujumbe kwa wawekezaji wa kimataifa kwa mfumo wa uangalizi tunauita ile oversight, kwamba unafanya kazi, na hii inaweza kuongeza imani hususan kwa wawekezaji ambao wanazingatia maadili, lakini kuonyesha kwamba vitendo vya rushwa vitagunduliwa au vitabainika endapo watavifanya kwenye mataifa ya Afrika. Na serikali ya Uingereza itaongeza ufadhili kwa shirika la utangazaji la BBC katika kipindi cha miaka 3 ijayo. Viwanjani, nyota wa Argentina Lionel Messi afikisha mabao 900 katika taaluma yake. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Kwanza ni habari za dunia, nami ni Lizi Masinga. Bei ya mafuta imepanda zaidi katika bei ya masoko duniani. Barani Ulaya, bei ya mafuta imepanda kwa zaidi ya 25%, ongezeko ambalo ni maradufu tangu vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran kuanza. Hata hivyo, kiwango cha leo ni kidogo kuliko ilivyokuwa mapema mwezi huu. Katika soko la mafuta ghafi yaliuzwa kwa dola 119. Pia soko limeanza kutikisika kutokana na wasiwasi wa wawekezaji. Nchini Japan, bei ya hisa ilipungua kwa 3.4% na mjini London bei ya hisa imeshuka kwa 1.7%. Mashambulizi ya Irani yameharibu viwanda kadhaa vya nishati katika nchi za Ghuba ikiwemo Saudi Arabia, Kuwait na Falme za Kiarabu. Serikali ya Kuwait imesema kuwa moto mkubwa ulizuka katika kiwanda cha mafuta baada ya kushambuliwa na ndege zisizo na rubani. Umoja wa Falme za Kiarabu nao umesema kuwa viwanda viwili vya gesi vilifungwa baada ya kuangukiwa na vifusi vilivyotokana na mabomu. Msemaji wa jeshi la Iran amesema jeshi la nchi hiyo litashambulia miundombinu yote ya nishati ya washirika wote wa Marekani katika eneo hilo ikiwa mashambulizi nchini Iran yataendelea. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zimeafikiana kupunguza uhasama kati yao baada ya mazungumzo yaliyofanyika mjini Washington. Pande zote mbili zimeahidi kuheshimu mamlaka na uhuru wa kila nchi. Rwanda imesema itarudisha nyuma vikosi vyake na kuondoa hatua za kujihami katika maeneo ya mashariki mwa Kongo, huku Kinshasa ikiahidi kuongeza juhudi zake kutokomeza wapiganaji wa kundi la waasi FDLR. Haya yanajiri baada ya Marekani kuwekea vikwazo baadhi ya maafisa wakuu wa jeshi la Rwanda na maafisa wakuu wa serikali ya nchi hiyo mapema mwezi huu kwa tuhuma za kuwaunga mkono waasi wa M23 wanaopigana na wanajeshi wa Kongo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Utawala visiwani Komoro umesema kuwa wahamiaji 17 wamezama katika pwani ya visiwa hivyo vilivyo katika bahari ya Hindi wakati walipokuwa wakijaribu kuvuka kuingia katika kisiwa cha Mayotte kinachomilikiwa na Ufaransa kilichoko katikati ya mataifa ya Msumbiji na Madagascar. Jessica Pelembela na taarifa zaidi. Manusura wa ajali hiyo wamesema kuwa walikuwa wakitoka nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, lakini maafisa wa nchi hiyo bado wanaendelea kuthibitisha uraia wao. Jeshi la majini la Komoro linaendelea na shughuli ya kutafuta miili zaidi katika bahari ya Hindi. Katika miaka hivi karibuni, maelfu ya watu wamefariki wakijaribu kuvuka bahari ya Hindi kwa matarajio ya kufika kisiwa cha Mayotte ambacho huwapa wakazi wao mafao yote ambayo raia wa Ufaransa wanapata. Na serikali ya Chad imefunga mpaka wake na Sudan baada ya shambulio la droni kuwaua watu 17 mjini Twain. Maafisa wa serikali katika eneo hilo wamesema kuwa ndege hiyo isiyo na rubani iliangukia watu waliokuwa wakihudhuria mazishi hapo jana na kushutumu wapiganaji wa kikosi maalum cha wanamgambo cha RSF kwa kutekeleza shambulio hilo. Lakini kundi hilo limekanusha kuhusika na shambulio hilo na badala yake kuwashutumu wanajeshi wa serikali ya Sudan. Kiongozi wa kijeshi wa Chad, Mahamat Idris Deby, ameagiza kufungwa kwa mipaka yote ya ardhini na kuwatuma maafisa wake kwenda katika eneo hilo kutathmini hasara.
Mpaka huo tayari ulikuwa umefungwa kuanzia mwezi uliopita baada ya mapigano yanaendelea nchini Sudan kusababisha vifo vya wanajeshi 5 wa Chad. Hii ni BBC. Shukran Lizi Masinga kwa taarifa hiyo habari za dunia. Msikilizaji, matangazo ya Dira ya Dunia yanasikika kupitia FM, tovuti yetu bbcnewsswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Aidha napatikana kupitia redio wa shirika. Nchini Tanzania kuna Radio Free Africa, Radio 1 na Bud FM. Nchini Kenya ni Pamoja FM, Milele FM na Must FM. Ukiwa Uganda unaweza kuyasikiliza matangazo haya kupitia Radio Paidha, Radio Kitara na Radio Lira. Na huko DRC ni Radio Muungano Beni na Liza Del Radio. Jioni huko nami Karorobi nikiwa Nairobi na mwenzangu ni Martha Saranga akiwa Dar es Salaam. Kazi kwako Martha. Asante sana Karorobi. Mashambulizi yaliyofanywa na Iran yameharibu viwanda kadhaa vya nishati ya mafuta na gesi katika mataifa kadhaa ya Ghuba, ikiwa Saudi Arabia, Kuwait na Umoja wa Falme za Kiarabu. Msemaji wa jeshi la Iran amesema nchi yake itaharibu kabisa miundombinu ya nishati katika mataifa ambayo ni washirika wa Marekani ikiwa vituo vyake vitaendelea kushambuliwa. Rais wa Marekani Donald Trump ameionya Iran dhidi ya kufanya mashambulizi zaidi yanayolenga vituo vya gesi vya Qatar. Lizi Masinga na arifu zaidi. Mgogoro kati ya Marekani, Israel na Iran umeongezeka kwa kasi baada ya Israel kushambulia eneo kubwa la machimbo ya gesi ya South Pars nchini Iran. Kufuatia shambulio hilo, Iran ilijibu kwa kurusha makombora dhidi ya miundombinu ya mafuta na gesi nchini Qatar na Saudi Arabia, jambo lilosababisha uharibifu mkubwa na kupandisha bei ya nishati duniani. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Israel imechukua hatua hiyo kwa hasira na akaonya kuwa hakutakuwa na mashambulizi zaidi isipokuwa Iran ikiendelea kujibu mashambulizi, na pia ametishia hatua kali zaidi za kijeshi endapo Iran itaendeleza mashambulizi yake. Wakati huo huo, Iran imelenga maslahi ya Marekani na washirika wake katika eneo la Ghuba, ikiwemo vituo vya mafuta na miji mikubwa. Hali hii imeathiri kwa kiasi kikubwa usambazaji wa nishati duniani, hasa kutokana na hatari kwa njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta ya mlango bahari wa Hormuz. Marekani inafikiria kupeleka wanajeshi zaidi katika eneo hilo ili kulinda usafirishaji wa mafuta, huku nchi za Ghuba na viongozi wa kimataifa wakilaani mashambulizi ya Iran na kutoa wito wa kupunguza mvutano. Hata hivyo, hali bado ni tete, huku mashambulizi yakiendelea na idadi ya vifo vinaongezeka. Saudi Arabia imetangaza kuwa ilifanikiwa kuzuia na kuharibu makombora 4 ya masafa marefu yaliokuwa yakielekezwa Riyadh, pamoja na jaribio la shambulio la ndege zisizo na rubani kwenye kituo cha gesi mashariki mwa nchi hiyo. Kampuni ya Qatar Energy iliarifu kuwepo kwa moto mkubwa na uharibifu mkubwa katika vituo vyake vya gesi asilia vilivyoshambuliwa kwa makombora. Rais Trump amezungumza kwenye mtandao wa kijamii kwamba Israel haitavamia tena eneo la gesi la South Pars nchini Iran isipokuwa Iran ikiivamia Qatar tena. Aliongeza kwamba iwapo Iran itaishambulia Qatar tena, Marekani itavunja ama kuharibu eneo lote la gesi la South Pars yenye umuhimu mkubwa, hivyo Marekani inaweza kuchukua hatua kali dhidi ya Iran. Mwandishi wa BBC Peter Bowes anaarifu zaidi. President Trump says Israel violently lashed. Rais Donald Trump amesema kuwa Israeli ilishambulia kwa nguvu uwanja wa gesi wa South Pars kwa hasira. Ameeleza kuwa Marekani haikujua lolote kuhusu tukio hilo na Qatar haikuhusishwa. Hata hivyo, amesema Iran haikufahamu hilo na ikashambulia bila haki sehemu ya kituo cha gesi cha asili kilichoyeyushwa cha Qatar. Trump ameongeza kusema kuwa Israeli haitafanya mashambulizi zaidi dhidi ya uwanja wa gesi wa Iran isipokuwa tu kama Tehran itaamua kushambulia tena Qatar. Endapo hilo litatokea, amesema Marekani haitasita kujibu kwa mashambulizi makubwa na ya kulipiza kisasi. Eneo la South Pars ni hifadhi kubwa zaidi ya gesi asilia duniani inayomilikiwa kati ya Iran na Qatar. Tangu kuanza kwa mgogoro huo, Iran imekuwa ikilenga sio tu Israel bali pia vituo vya kijeshi na kidiplomasia vya Marekani katika eneo la Ghuba, huku ikionya mataifa tajiri yasishirikiane katika mashambulizi dhidi yake. Kutokana na hali kutotulia, Marekani inafikiria kupeleka maelfu ya wanajeshi zaidi mashariki ya kati ili kulinda usafirishaji wa mafuta kupitia mlango bahari wa Hormuz ambao ni njia muhimu ya biashara ya mafuta duniani. Kufungwa kwa njia hiyo na Iran kumesababisha kupanda kwa bei za nishati na hofu ya mfumuko wa bei duniani. Televisheni ya serikali ya Iran imearifu kuwa eneo la nishati la Qatar huko Ras Laffan limeshambuliwa tena. Kampuni ya nishati ya serikali ya Qatar imethibitisha kuwa miundombinu ya gesi ilipigwa mapema asubuhi leo. Bandari ya mafuta ya Saudi Arabia ya Yanbu imeshambuliwa kwa njia ya anga, ingawa athari zake zilikuwa ndogo na haijulikani
ni nani aliyehusika. Kikosi cha kijeshi kilitoa onyo la watu kuondoka katika vituo vya mafuta nchini Saudi Arabia, UAE na Qatar. UAE ilifunga kituo chake cha gesi cha Habshan baada ya kuzuia makombora yaliyotoka Iran. Wakati huo huo, viongozi wa Umoja wa Ulaya katika mkutano wa siku 2 ambao umeanza mjini Brussels leo asubuhi wanatafuta njia za kukabiliana na kupanda kwa bei ya nishati kutokana na vita dhidi ya Iran, ambapo bei ya gesi imeongezeka kwa zaidi ya 60%, ikiwemo uhusiano wa Rais Donald Trump pia ni miongoni mwa ajenda kuu. Vita hivyo vimesababisha vifo vingi. Zaidi ya watu 3,000 wamefariki dunia nchini Iran, takriban 900 huko Lebanon na mamia ya maelfu wamekimbia makazi yao, pamoja na vifo huko Iraq na nchi za Ghuba, ikiwa ni pamoja na wanajeshi 13 wa Marekani. Nchi za Ulaya zinaonekana kusita kuunga mkono Marekani katika vita dhidi ya Iran, hali inayodhihirisha changamoto kubwa kwa mataifa magharibi. Kwa miongo kadhaa ulinzi wa Ulaya umeegemea sana nguvu za kijeshi za Marekani. Hata hivyo, utegemezi huo sasa unaanza kutikisika. Wakati Rais wa Marekani Donald Trump akibadilisha mwelekeo wa sera za kigeni za nchi yake, mataifa ya Ulaya yanalazimika kutafuta mbinu mpya za kujilinda na kujitegemea zaidi kijeshi. Ripoti ya Aiden James inasimuliwa na Victor Kenani. Mashambulizi dhidi ya Iran, kukamatwa kwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro, kupunguza misaada kwa Ukraine dhidi ya uvamizi wa Urusi. Baadhi ya hatua za sera za kigeni za serikali ya Trump zimeleta hofu kwa washirika wa karibu wa Marekani, yani nchi za Ulaya. Ningesema kwamba Ulaya iko katika hali tete zaidi tangu vita vya pili vya dunia. Wanakabiliwa na Urusi inayotaka kutanua mipaka yake, kisha wana China inayokuwa kwa kasi kiuchumi, na wana rafiki mkuu asiyetabirika ambaye ni Marekani. Tangu Donald Trump aliporejea madarakani mwaka jana, amerejesha uhusiano na rais wa Urusi Vladimir Putin. Anataka makubaliano ya kumaliza vita nchini Ukraine, hata kama inamaanisha Ukraine kutoa sehemu ya ardhi yake kwa Urusi. Kuna imani thabiti miongoni mwa viongozi wa Ulaya kwamba ikiwa Urusi haitazuiliwa nchini Ukraine, basi Urusi itaelekeza macho yake kwengineko, kwa sababu inataka kurejesha ushawishi wake katika Ulaya Mashariki uliokuwepo kabla ya kusambaratika kwa Umoja wa Sovieti. Bwana Trump anataka udhibiti wa Greenland, eneo linalojitawala la Denmark ambayo ni mwanachama wa NATO. Hapo awali alikataa kuondoa uwezekano wa kutumia nguvu. In Washington, there is a new sheriff in town. Mwaka jana, makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance aliashiria mabadiliko makubwa katika mtazamo wa serikali ya Marekani kuelekea Ulaya, akiwatuhumu baadhi ya viongozi wa bara hilo kwa kushindwa kulinda demokrasia na uhuru wa kutoa maoni. Tishio linalolipa wasiwasi zaidi kuhusu Ulaya si Urusi, si China, wala si adui mwingine wa nje. Ninachohofia ni tishio la ndani, ambalo ni Ulaya kujiondoa kwenye baadhi ya imani yake ya misingi. Rais Trump pia amekuwa akidai kwa muda mrefu kuwa nchi nyingine za NATO hazitumii fedha za kutosha kwa ajili ya ulinzi, badala yake zinaitegemea Marekani kuzilinda. Karibu wanachama wote wa NATO sasa wameahidi kutumia fedha nyingi zaidi. Baadhi wanaonekana kujiandaa kwa uwezekano wa Marekani kuondoa msaada wake. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametangaza mipango ya kuongeza akiba ya silaha za nyuklia za nchi yake na kupanua mpango huo ili kuzijumuisha nchi nyingine za Ulaya. Ni watu wachache wanaotegemea kuwa muungano huu wa Atlantiki utavunjika kabisa, na baadhi wanaamini Ulaya haiwezi kumudu hali hiyo. Ikiwa kuna mtu yeyote hapa anayefikiri kwamba umoja wa Ulaya au Ulaya kwa jumla inaweza kujilinda bila Marekani, aendelee kuota. Hamwezi, hatuwezi, tunategemeana. Lakini wengine hawakubaliani na hilo. Kukubali jambo hilo hadharani ni jambo linaloleta uharibifu kwa muungano huu. Na pia kwa mtazamo wa kijeshi, si lazima iwe hivyo. Putin anajua hawezi kuishinda NATO kijeshi, lakini anaweza kuishinda NATO kisiasa. Katika hali hiyo, ikiwa anataka kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya NATO, huenda ikawa operesheni yenye mipaka fulani. Na je, nchi za Ulaya zinaweza kukabiliana na operesheni kama hiyo ya Urusi bila Marekani?
Hakika, na hivyo ndivyo wanavyopanga. Rais wa Marekani ametoa wito kwa washirika wa NATO kusaidia kulinda mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta kutoka Mashariki ya Kati wakati huu wa vita vya Iran. Hii ni sehemu ya mkataba wa ulinzi wa pamoja wa NATO na washirika hao wamesita kuhusika. Kuna baadhi ya nchi ambazo zimenisikitisha sana. Tatizo la NATO ni kwamba tutakuwepo kwa ajili yao daima, lakini wao hawatakuwepo kwa ajili yetu kamwe. Katika muktadha huo, ni wazi kuwa Marekani bado inahitaji Ulaya, na kwa kweli hati zote za mikakati ya Marekani zinatolewa tangu Trump arejee Ikulu zinasema kuwa Marekani inawahitaji watu wa Ulaya. Swala kuu ni kwamba Wamarekani wanataka aina fulani ya usaidizi kutoka Ulaya ambao nchi hizo za Ulaya haziko tayari kuutoa. Wafuasi